Welcome to Dr. Mwaka Global Channel. Hello vipenzi vyangu. Leo tuangalie kuhusu masuala ya fedha mwezi wa 8. Kipi tutarajie haswa kutokana na nyota zetu. Kwa hiyo nitaongea kuhusu element ya kila nyota ili uweze kujua kipi unatarajia mwezi wa 8 kuhusu masuala ya fedha. Tutaanza na element ya earth element au wale wenye ishara za ardhi, alafu tutaendelea na element zingine. Kama hujui hizo element zipo 4, kuna element za maji water element, kuna element za ardhi earth element, na kuna element za moto fire element, na pia ziko element za hewa ambao ni air element. Kwa hivyo tutaanza na ishara za ardhi ama earth element, na hizi element za wenye nyota ya Taurus, Virgo na Capricorn. Sasa tutaangalia mwezi wa Agosti kuna ujumbe gani kuhusu fedha. Kwanza, mwezi wa Agosti ni wakati wa kuvuna matunda ya kazi yenu, kwa sababu nilipokuwa nafanya reading nikaona kuwa Agosti ni mwezi wa kulipwa kwa juhudi ambazo uliwekeza kwa muda mrefu. Pia kuna mtu au taasisi iliyowahi kukupuuza au kupuuza uwezo wako, lakini sasa inaweza kurudia ikiwa na ofa biashara, ushirikiano au kazi. Kwa hiyo mwishowe vitu vitakavyojitokeza katika mwezi wa 8, naona kuna malipo ambayo umekuwa ukiyasubiri yanaweza kuwasili. Pia zipo fursa kubwa za kuongeza kipato chako zinaweza kujitokeza. Pia unaweza kupandishwa cheo, unaweza kuongezewa mkataba wa kazi au ukapata mteja wa muda mrefu. Kwa hivyo habari njema ni kuhusu kuna pia masuala ya nyumbani, iwe ni biashara, mkopo au ufadhili. Pia ninaona kuna tarehe muhimu au maalum zilijitokeza wakati nilipokuwa nafanya reading ya kuhusu vipindi muhimu vya Agosti kwa watu wenye earth element. Kama Agosti 5, tarehe 5 mpaka tarehe 7, nilikuwa naona kuna malipo ya fedha ambazo ilikuwa zimechelewa yataanza kuingia hatimaye. Pia kuna Agosti tarehe 16 hadi tarehe 18, naona kuna fursa kubwa ya kifedha itaweza kujitokeza. Kwa hivyo kuwa makini na nafasi mpya zinazofunguka. Agosti tarehe 27 hadi tarehe 29, naona kuna uwezekano wa kupokea fedha nyingine zisizotarajiwa au kupata ushindi wa kifedha. Kwa hiyo nitaomba hivi kwa sababu kila reading huwa inatoa tahadhari ya jinsi gani zipesa. Kwa hivyo kuna tahadhari ya kifedha kwa sababu kuna baadhi ya ndugu au jamaa wanaweza kukuomba msaada wa kifedha. Huenda pia ukakabiliwa na gharama ghafla kuhusu kutengeneza nyumba au kuhusu mali zako. Pia spirit na kushauri usiruhusu hatia yoyote mtu aje kwako kwa hatia alafu uanze kutumia fedha ambazo umekuwa hujazipangia, usiruhusu. Kwa hivyo kuna mtu ambaye pia ninaona hapa aliwahi kukudharau, iwe ni kuhusu biashara yako, kudharau kile kitu unachokifanya, lakini sasa inaonekana kuwa huenda mtu huyo anaweza kukurudia baadaye na akaanza kuuliza jinsi ulivyofanikiwa, au anaweza kutaka kufanya kile unachokifanya, akatafuta ushauri kutoka kwako. Kwa hiyo endelea kufanya kazi kwa bidii, usiache, linda fedha zako na usidharau hata mwanzo mdogo. Hata kama unapata shilingi 10, hata shilingi 5, usidharau huo mwanzo mdogo, kwa sababu kile ulichokuwa unakijenga kwa uvumilivu kitaanza kuzaa matunda ndani ya Agosti. Kwa hiyo usisahau pia kulike na kucomment kama uko na nyota ardhi, na kama hizi tarot umezisikia na kuna jambo muhimu umeambiwa kwa utalipwa, basi hiyo ni ishara tosha kuwa vitu vinaenda kuwa sawa. Tukiangalia ishara za moto au Aries, Leo na Sagittarius. Hawa ndio wenye ishara za moto, nyota ya Simba, nyota ya Punda na nyota ya Mshale. Nilipokuwa nafanya reading naona mwezi wa Agosti una ujumbe mmoja muhimu sana kwenu kuhusu fedha. Kwanza, mafanikio yatatokana na bahati na pia juhudi ambazo mmekuwa mkiziweka. Kwa hivyo kuna fedha zitaanza kusonga tena kwa kasi sana katika maisha yako. Ndio moja hiyo inaweza kubadilisha msimamo wako, mwelekeo wa mwezi wako wote. Kwa hivyo usidharau zile fursa. Ile kukubali kusema ndio itaenda kubadilishia. Pia naona kuna fursa kupata fedha za haraka na mtu anaweza kutafuta na kukupatia kazi yenye malipo mazuri sana. Pia ni kipindi cha mafanikio makubwa katika kifedha haswa ndani ya mwezi huu wa 8. Pia fedha zinaweza kuja kupitia mitandao ya kijamii
mapendekezo kutoka kwa watu au kupanua mtandao wako haswa kwa mawasiliano. Pia naona kunaweza kuwa na bonus ama commission au biashara ya pembeni inaweza kuanza kukuletea mapato makubwa. Pia kuna vipindi muhimu vya tarehe nilivyoviona wakati pokuwa nafanya reading kwa watu wa fire element ama wenye ishara za moto. Agosti 3 mpaka Agosti 4 ilikuwa inaonekana kuwa kuna nafasi ya kupata fedha za haraka itaanza kujitokeza. Agosti 11 kuna uwezekano wa mtu akawasiliana na wewe kuhusu kazi au mradi wenye malipo makubwa au mazuri sana. Agosti 21 hadi 23 inaonekana ni kipindi chako wewe uweze kupata mafanikio makubwa zaidi ya kifedha katika mwezi wa 8. Kwa hivyo kuwa tayari kutumia fursa ambazo zitajitokeza muda huu. Pia kuna tahadhari. Katika kila reading huwa kuna tahadhari ili uepuke kitu gani? Kitu cha kwanza, epuka kufanya manunuzi kwa msukumo wa hisia. Ati kile kitu unachokihisi basi unakifanya. Epuka kufanya manunuzi. Pia usianze kusherehekea kabla mafanikio hayajakamilika. Punguza kusherehekea. Pia Spirit na kushauri kuwa usikubali kushinikizwa kulipia kila kitu kwa sababu ya hisia au kusikia pengine hatia au shinikizo kutoka kwa watu wengine. Usikubali. Kwa hiyo huenda ukajikuta kuwa ukipata mafanikio makubwa, kila mtu ambaye alikuwa hakuamini ataanza kukuamini kwa sababu ya fedha zako. Kwa hivyo kumbuka, usijilinganishe mwanzo na watu wengine. Hata unapokosa, endelea kufanya kazi kwa bidii na uache matokeo yajisemee yenyewe, kwa sababu Agosti ni mwezi wa kuvuna matunda ya jitihada zako. Hivyo tumia fedha zako kwa hekima, tambua thamani yako na kazi yako, na usiogope kupokea mafanikio ambayo umeyafanyia kazi kwa muda mrefu. Tukiendelea na element nyingine, basi usisahau kulike, comment and share. Na kama kwa hizi tarehe kuna chochote ulichokipanga, jua hizi tarehe ni tarehe muhimu haswa kwa watu wenye ishara za moto kwa kuweza kufanya mambo makubwa. Na pengine ndani hizi tarehe kuna mtu alikwambia nitakulipa. Basi ni ishara nzuri pia kwa utapokea kitu muhimu au pesa. Tukiangalia ishara za maji ama water element kwa nyota za Cancer, Scorpio na Pisces, nyota ya kaa, nyota ya nge na nyota ya samaki. Nilipokuwa naangalia naona mwezi huu wa 8 unaonekana kuleta ujumbe mmoja tu muhimu kuhusu fedha, na ujumbe huu ni kuwa Mungu au chochote unachokiamini, ile nguvu kuu au ile asili ya juu inajua mahitaji yako, na kutakuwa msaada unaweza kuja kwa wakati unaofaa zaidi. Kwa hivyo pia nilikuwa naona kuwa fedha zinaweza kuendelea kuingia kwa wakati unaohitajika. Kila unapohisi wasiwasi kuhusu hali yako ya kifedha, kuna uwezekano wa kutokea jambo litakalokupatia afueni na kukukumbusha kuwa bado kuna njia zinazofunguka. Kwa hiyo mwezi wa 8 Mungu anajua mahitaji yako, wewe mtu wa water element. Kwa hiyo kinachoweza kujitokeza ndani ya mwezi wa 8, unaweza pokea fedha ambazo ulikuwa unadaiwa au marejesho ya malipo au fidia. Pia naona kuna habari njema kuhusu maombi ya kifedha, iwe ni mkopo na pia kibali muhimu. Kiasi kikubwa cha fedha kitakuja, kinaweza kuingia mwishoni mwa mwezi huu wa 8. Madeni yanaweza kuanza kupungua au mpango wa malipo ukaanza kukunufaisha. Pia naona akiba yako inaweza kuanza kukua tena baada ya kipindi kirefu cha changamoto. Pia kuna vipindi muhimu ndani ya Agosti, kama Agosti tarehe 8 hadi 10 kunaonekana kuna uwezekano wa kupokea marejesho ya fedha, malipo ambayo yalichelewa, fedha unazozidai zinaweza kuingia. Agosti tarehe 15 hadi 17 kuna uwezekano wa kupata idhini muhimu au habari njema kuhusu fedha. Agosti tarehe 25 hadi 27 inaonekana ni kipindi kizuri chenye mafanikio makubwa zaidi ya fedha katika mwezi huu. Huenda ukapokea malipo makubwa au fursa yenye thamani. Kwa hivyo pia kuna tahadhari nitakupatia ili uweze kuwa makini katika mwezi huu wa 8 kuhusu masuala yako ya fedha. Epuka kutumia fedha kwa kufuata hisia za muda mfupi. Unahisi kitu fulani muda mfupi, epuka kutumia pesa. Pia kuwa mwangalifu. Usitumie fedha nyingi kuwasaidia watu ambao hawajawahi kusaidia unapokuwa na shida. Hiyo ni tahadhari. Kitu chengine, hata hali yako ya kifedha ikianza kuimarika, usipuuze bajeti yako na nidhamu ya matumizi. Kwa hiyo hiyo ndio ujumbe ningekupatia, na inaonekana kuwa kuna baadhi ya watu waliopotea ulipokuwa unapitia changamoto, unawajua. Hii inaonekana nilipokuwa nafanya reading. Hawa watu wanaweza kujitokeza tena, na watakapogundua kuwa mambo yako yanaanza kwenda vizuri, watajirudisha. Kwa
Kwa hivyo fanya hivi, kabla ya kufungua milango yako kwa kila mtu, tumia busara kwanza na uhakikishe hawa wanaokuja, je, wanakuja kwa nia njema? Kwa sababu Agosti ni mwezi wa kuamini sana kuhusu juhudi zako na subra yako, kwa sababu vitaanza kuzaa matunda. Kwa hivyo pokea baraka kwa shukrani, tumia fedha zako kwa hekima na usiogope kujipatia usalama wa kifedha unaostahili. Kumbuka haya maelezo yote, hizi taarifa zote kuhusu nishati usiku fulani yanapatikana kwa channel yangu ya Dr. Mwaka Global. Hivyo usisahau kulike, comment and share. Tuendelee kwa ishara ya mwisho ambayo ni ishara za hewa au air element. Hii ni kwa watu wenye nyota ya Gemini, Libra na Aquarius, yani nyota ya mapacha, nyota ya mizani na nyota ya ndoo. Mwezi wa Agosti uko na ujumbe mmoja tu kuhusu fedha, na ujumbe huu ni kuwa maneno yako, mawazo yako na mawasiliano yako ndo huenda vikawa ni chanzo kikubwa cha mafanikio ya fedha. Nilipokuwa nafanya reading, kitu nilichoona ni kuwa kuna fursa au fedha ambazo zilikuwa zimefichwa. Hizo fedha zitapatikana kwenye mazungumzo, ujumbe, chapisho au hata wazo ambalo utaliweka ama utakalo lishiriki. Kwa hivyo usiwe mwepesi wa kupuuza ujumbe unaopokea au nafasi mpya zinazojitokeza, kwa sababu ndani hizo nafasi ndio mwanzo wa kufungua mlango wa mapato makubwa. Na kipi kinachoweza kujitokeza mwezi wa 8? Kunaweza kutokea ujumbe usiotarajiwa, unaweza kukuletea nafasi ya kupata fedha. Kunaweza kutokea mteja mpya au fursa ya biashara inaweza kujitokeza. Kuna uwezekano wa kupokea malipo, tena malipo ni mawili kwa wakati mmoja, au fedha ambazo hukuzitarajia. Pia naona kuna biashara mtandaoni, maudhui au content creation ambao unaiunda, na mapendekezo kutoka kwa watu yanaweza kuongezeka kipato chako. Pia mtu anaweza kupendekeza jina lako kwa nafasi muhimu bila hata we mwenyewe kujua. Kwa hivyo pia kuna tarehe muhimu nilizoziona kwa watu wa air element. Agosti 2 hadi 3, spirit inaonyesha kuwa kuna ujumbe wa ghafla unaweza kufungua mlango wa fedha au kazi mpya. Agosti 13 hadi 15, kuna uwezekano wa kupata mteja mpya, ushirikiano au fursa ya biashara. Agosti 28 hadi 30, hiki kinaonekana kuwa ni kipindi cha kupokea malipo makubwa, fedha za ziada au mshangao mzuri wa kifedha. Pia nitakupatia tahadhari ndani ya kipindi hiki cha Agosti. Tahadhari ya kwanza kuhusu fedha: usisahau kutumia ile akili ya kutumia pesa. Pia kulipa bili au kufuatilia tarehe muhimu za malipo, usisahau, kwa sababu hiyo inaweza kuruka hiyo. Pia hakikisha unasoma barua pepe. Tumesema fedha zenu zitakuja kwa mawasiliano ama kupitia mtandao. Kwa hivyo najua air element inawakilisha sana na hewa. Kwa hivyo hakikisha unasoma barua pepe zako na ujumbe muhimu kwa wakati. Usije ukaona ufungui email kumbe kuna pesa hapo naambiwa utachukua, ama kuna barua ya kazi, nenda ukafungue uangalie. Pia spirit inakushauri kuwa usikubali malipo madogo kuliko thamani ya kazi yako, kwa sababu tu unataka kukamilisha kitu ukakubali makubaliano ya haraka. Hapana, usikubali kitu ambacho kiko chini ya thamani yako. Kwa hiyo pia tulikuwa tunaona kuwa kuna mtu ambaye amekuwa akifuatilia kazi na maendeleo yako kwa kimya kimya. Huenda huyu mtu sasa kakutafuta, na safari hii haji na maneno peke yake, bali anakuja na fursa ya kazi, anakuja na ushirikiano, au anakuja na malipo ambayo yataweza kubadilisha hali yako ya kifedha. Kwa hivyo Agosti ni mwezi wa kuzungumza kwa ujasiri kama wewe uko na element ya hewa. Agosti ni mwezi wa kushiriki vipaji vyako na kuamini thamani ya kile unachokifanya. Wazo moja, mazungumzo mamoja au ujumbe mmoja ndio unaweza kufungua mlango wako wa mafanikio makubwa ya kifedha. Huu ndio utabiri wa jinsi gani fedha zetu zitakazoingia katika mwezi wa 8 kutokana na nyota zetu. Hivyo basi, ili kujua masuala mengine, iwe ni kuhusu mapenzi, fedha, siku zinaendaje ama kutakwaje, au matokeo pia ya kiroho, usisahau kusubscribe katika channel yangu, gusa kengele ili kila notification ya video mpya uione. Pia usisahau kulike, comment and share.